Ni kuri Mogoma niho bari kwaka. Kuri Mogoma ndani kasi. Iyi shuri niyo twabaga turi kurya ubushize muri 2005 hera. Yafachi asai musana bandingo botala ngana basodoyo yafachi nani akoboya fachi beto mbongo eleki yafachi yafachi bino batu boza kuna bozonga na arme boya Naam, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, karibu sana kwenye habari zetu ambazo tumekuandalia katika siku ya leo. Kama ni mara ya kwanza kuingia na channel hii, inaitwa ni Mteba TV. Endelea kusubscribe, like, comment and share kwa watu wengine au kusabone kwa lugha ya Kifaransa. Channel ni Mteba TV. Tumekuandalia habari kwa wingi sana kutoka hapa channel yako bora ya Mteba TV. Unajua tena sisi watu tunakupa habari ambazo zinatoka moja kwa moja kwenye uwanja wa vita. Kama mnavyojua, leo tuna habari nyingi sana, lakini kwa sasa tunajikita maeneo mbalimbali Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na maeneo mbalimbali duniani. Ifuatayo ni taarifa ya habari, lakini kwa sasa ni muhtasari wa habari. Goma, mashambulizi makali yameonekana usiku wa kuamkia leo Jumamosi ya tarehe 12 usiku, pale ambapo wazalendo wameweza kuingia kwenye mji mkuu kabisa wa kibiashara ambao unaitwa Goma. Mashambulizi yameweza kuendelea makali sana usiku kucha wa kuamkia tarehe 12 siku ya leo. Masisi, mapambano yameweza kuripotiwa maeneo ya Masisi, wazalendo wakivamia M23. Walikale, furaha na shangwe zinaweza kuonekana kwenye maeneo zote za Walikale, huku viongozi wakubwa ambao ni wa wazalendo pamoja na FARDC wakifanya mkutano wao mkubwa sana wa hadhara, huku raia wakifurahi kabisa kuona viongozi wao maeneo yale ya Walikale. Wanajeshi wote wa FARDC ambao wamepokea mishahara yao dola 500, lakini wamepokea kupitia franc congolais, na dola 500 hizo ukichange kabisa kwa franc congolais, dola 100 iko na 290,000. Wamejikusanyisha pesa za kutosha, huku wakiona hali inakuwa nzuri, wakijiona ni matajiri, wengine wakifurahi na wakisema Felix Antoine Chilombo asonge mbele na manda yake, huku wakiitisha wengine ambao wanapatikana kwenye vikosi mbalimbali vya M23 wakasema kwamba nyumbani kumenoga, pesa ni nyingi sana kwa FARDC. Kalemi, mvua yaonesha mahajabu makubwa sana maeneo zote za Kalemi na kuhamisha milima na kuhamisha misitu na kuhamisha peluze zikawa zinatembea juu ya maji, utafikiri hakuna maji, watu wakiwa wanashangaa vitu vya ajabu ambavyo vinapatikana pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini karibu sana kwenye habari zetu kamili kutoka channel yako bora ya Mteba TV. Karibu sana kwenye habari zetu. Habari kamili. Goma, mapambano makali yameweza kuripotiwa usiku wa kuamkia leo, ikiwa ilianza Ijumaa ya kuamkia ikiwa ni saa 5 ya usiku. Masasi imeweza kuendelea, milio ya masasi makubwa na madogo kwenye mji mkuu wa Bukavu centre, Bukavu mjini, Bukavu vile, sio vijijini, ni mule muvile. Masasi iliweza kupigwa, wazalendo wakivamia vituo vyote vya M23 maeneo yale. Mapambano haya yameweza kuendelea kabisa, na mpaka sasa hali bado sio nzuri, japokuwa masasi imeweza kupoa kidogo, lakini bado hali sio nzuri. Mpaka sasa watu hawajajua wanaomiliki Goma kwa sasa ni wanani. Tumeweza kuwasiliana na watu mbalimbali kwenye mji wa Goma. Naam, tumeweza kubatika kuzungumza na ndugu yetu kwenye uwanja wa mapambano
akiwa anatuambia hali inapoendelea, lakini sauti yake haikusikika kabisa. Sauti ambayo ilikuwa inasikika kwenye uwanja ule ilikuwa ni masasi. Hebu tufuata kidogo, alafu tutakuja kurejea hapa kwenye channel yako bora ya Mteba TV. Goma hapa sai vem maisha sai maisha usiku. Naam, hata sauti yake haikusikika kabisa kwa sababu ya mlio wa masasi. Hebu tuendelee kufuatilia tutasikia zaidi. Huo muziki ni masasi, inazidi kusonga mbele hapo. Ngambo ya Mugunga sai. Naam, pande zote za Mugunga ni hatari sana usiku. Goma uhai usiku. Njoo hivi sikia. Hali mbaya sana katika usiku wa kuamkia tarehe 12. Hali mbaya sana kwenye mji wa Goma. Vitu vinaharibika sana kabisa. Mungu na maombi. Vitu vinaharibika. Acha, mimi natoka ukiyulu pia. Huko sina wewe na kuruka matoshi uona kwa hiyo unapenda shikamata. Hivi siku ngapi ile telefoni wewe? Usiogope. Mimi nishatoka. Natoka kule. Naam, yani watu Goma hawajalala kabisa kama unavyosikia mlio huo. Watu wamekaa chini ya vitanda usiku wa kuamkia tarehe 12. Vitu vinaharibika hapa Goma sai. Vitu vinacheza kabisa. Vitu vinaharibika, mtombe Mungu mwa usiku ya leo. Naam, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, kama mlivyokuwa mnasikia, tulikuwa tunawasiliana na ndugu yetu kabisa ambaye alikuwa maeneo yale ya Goma, lakini hali ilikuwa ngumu sana kwa hata sauti yake kutoka ilikuwa ni hatari, ilikuwa ni vigumu sana hata kumsikia sauti yake kwa kutupa ripoti usiku wa kuamkia leo. Vitu vilikuwa ni hatari, mabomu makubwa, masasi makubwa mbalimbali yameweza kuripotiwa, huku jeshi la wazalendo likichanja mbuga, yani likipiga mpaka hatari, mpaka hali ikawa ngumu sana maeneo za Bukavu. Lakini mpaka sasa hatujajua kabisa kwamba ni kikosi kipi ndicho kinachodhibiti mji wa Goma. Mji wa Goma, hapo ndipo mlio wa masasi umeweza kurindima. Hali ilikuwa ngumu sana, watu wameshindwa kulala, wengine chini ya vitanda. Hali ikawa ngumu zaidi kwenye mji wa Bukavu. Mji wa Goma samani. Mji wa Goma hapo. Mji wa Goma ndo habari ilikuwa hivyo. Unajua tena miji inaingiliana sana, miji inaingiliana hatari sana. Hapo ilikuwa ni kwenye mji wa Goma, lakini tunakimbilia moja kwa moja kabisa kwenye mji mwingine, maeneo mengine ya Masisi, pale ambapo tena wazalendo wameweza kuvamia kabisa maeneo yale ya Masisi, lakini hawakushambulia sana. Mashambulizi makubwa yameweza kufanyika kwenye mji wa Goma, maeneo yale ambapo hali ilikuwa ngumu sana usiku wa kuamkia leo. Unaendelea kusikiliza taarifa za habari kutoka channel yako bora ya Mteba TV. Kalemi, mvua kubwa imeweza kunyesha na kuhamisha majani, kuhamisha hata magari na vitu mbalimbali. Kwa hiyo mto kwenye maeneo yote ya mto wao ambao unapatikana maeneo yale, hali ilikuwa mbaya sana maeneo yale. Huku juu ya mto ule kulikuwa ni majani tu, hauwezi kujua kama kuna pita bahari hapa kwenye mto wa Ruzizi maeneo yale.
Hali ilikuwa ni ngumu, hali ilikuwa ni mbaya kwenye maeneo yote ya Lukuga. So Ruzizi ni Lukuga. Maeneo yale kunaitwa ni mto Lukuga ambao unatoka kwenye bahari ya Tanganyika na kuendelea huko mbele. Hali ilikuwa ni ngumu sana maeneo yale, huku watu wakishangaa wakiona hali inakuwa ni ngumu kufuatana na mvua ambazo zinazidi kunyesha. DRC Kinshasa, wanajeshi mbalimbali wameweza kupokea pesa zao, mishahara yao, huku wengine wakiona ni pesa za kutosha kabisa kwa sababu ni dola 500. Ukiangalia dola 500 na dola 100 ni kama 200 tu na 50 $100 dolari comme 290 kama sijakosea franc congolais. Manake hizo dola 500 ni mifuko za pesa. Ni pesa za kutosha kabisa, na unajua gisi pesa za Kongo zinakuaga. Yaani ni hatari, wamefurahi na wengine kuanza kutoa hata ujumbe, kuanza kutoa ujumbe kwa watu mbalimbali wanaopatikana maeneo zote za waasi, na kwamba vijana wote ambao wamejiunga kwenye M23, vijana wote ambao wameenda kushika silaha kwa sababu ya njaa, warudi kwenye serikali. Nyumbani kumenoga, nyumbani kumeivya. Wanajeshi wanapokea pesa za kutosha na hali ikiwa nzuri kabisa. Kila mwezi hakuna kuchelewa, pesa zinafika, zinaingia. Ni kwa wale ambao wanaoingia kwenye uwanja wa vita, hali yao ni nzuri kabisa kwa sababu iliweza kuonekana kwamba Kongo hamna jeshi, hawapokei mshahara, wanakula machenga, wanakula vitu mbalimbali, miogo ya uchungu porini, wanajeshi wa DRC. Lakini kwa sasa sio hivyo. Kama uliacha hivyo, kwa sasa sio hivyo, na ndoa ambao wanapambana kabisa, wameweza kugomboa maeneo mbalimbali. Lakini mpaka sasa tunaendelea kufuatilia taarifa hii ya Goma. Kitakachoendelea tutazidi kukwambia kabisa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka chaneli yako bora ya Mteba TV. Kalehe, wilaya Kalehe, napo mpambano makali yameweza kuripotiwa maeneo yale ya Kalehe, huko vijiji mbalimbali vikizidi kuingia mikononi mwa wazalendo. Jamani, wazalendo mbona wamekasirika sana? Inakuwaje? Wazalendo ambao wanapatikana maeneo zote wanachacha, wanawaka moto. Tunasubiri tu wazalendo ambao wako upande za Walungu wawake moto. Tunasubiri moto wa wazalendo ambao wako maeneo za Walungu, Nyangezi, wakeni moto. Wenzenu wameshaingia Bukavu, wenzenu wameshaingia Goma tayari, tayari wanapambana kabisa, wanaonesha nguvu. Kitu gani kinawazuia hapo? Uvira, kitu gani kinawazuia? Kitu gani kinawazuia hapo Uvira na Nyangezi? Kitu gani kinawazuia? Songeni mbele jamani. Raia wanachoka, wanasema mnakawia sana. Angalia wazalendo wenzenu wameshaingia kwenye mji wa Goma moja kwa moja na wanapambana, wanapiga. Ni ukweli, na ikiwezekana kabisa hata Goma inaweza ikagombolewa. Lakini watu wengi sana wanaweza kuona kwamba watu wa Goma furahi sana gisi wazalendo wameingia kwenye maeneo yao, kwa sababu ni mateso yalikuwa mezidi, ijapokuwa hawajakamata mji wa Goma. Hawajakamata mji wa Goma, lakini vita hii ikiendelea inawezekana watadhibiti. Lakini kwa sasa wazalendo wanapigana ndani ya mji wa Goma, ndani ya mji wa Goma kabisa. Kwa hiyo na maeneo zote za Kalehe kinachoendelea ni mapambano kusonga mbele. Wazalendo pia wanazidi kupiga, huku uwanja wa ndege wa Kavumu ukiripotiwa kuwa M23 ni wadogo sana maeneo yale, na wazalendo hawahitaji sana ule uwanja, bali wao wanahitaji kupambana na kuchukua miji mikubwa. Kwa hiyo walishapata taarifa kwamba uwanja ule uko wazi. M23 wakizidi kukimbia maeneo yale yote, wakizidi kukimbia kwenye uwanja wa ndege wa Kavumu, lakini pia wakizidi kukimbia maeneo mengi, vijiji vyote vya kutoka kuanzia Katana kuendelea huko Kalehe. Pale wazalendo wanajaa maeneo yale. Labda sehemu mbalimbali ndipo maeneo madogo tu ndipo ambapo M23 wanabaki wanadhibiti tu kwa upande wao, lakini maeneo makubwa sana ya vijiji vyote vinazimilikiwa na ndugu zetu wazalendo. Lakini twende tuangalie vijiji ambavyo au miji mikubwa ambayo wazalendo M23 wanadhibiti kwa sasa, ikiwa ni mji wa Goma ambapo tayari washachangana na wazalendo, vita ikisonga mbele kabisa kwenye usiku wa kuamkia leo tarehe 12. Channel yako ni Mteba TV, tunazidi kukupakulia habari kutoka maeneo zote za DRC, lakini bado tunajikita Nord Kivu na Sud Kivu au pande zote za Este. Unaendelea kusikiliza taarifa za habari kutoka channel yako ya Mteba TV. Hii channel ni hatari na kupa habari kamili zozote zinazopatikana kwenye uwanja wa vita na maeneo mengi sana.
mke wa rais aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye ni Joseph Kabila Kabange. Mke wake ameweza kuongea mambo mengi sana kwenye vikao ambavyo ameweza kuviongea na kusema kwamba anaunga mume wake mkono kwa kila ambacho kinachoendelea, kwa vita, kwa kila kitu. Anamuombea mume wake kwamba arudi kabisa na apakizo. Lakini watu tumeweza kupata comment nyingi sana kwa habari hizi zile ambazo tumeweza kuzirusha hapa kupitia channel ya Muteba TV. Watu wamecomment vitu vingi, wanasema Kabila amekaa miaka 18 amefanya nini? Miaka 18 iko kupouvoir amefanya nini? Alafu mke wake anasimama hadharani na kusema kwamba Mungu murudishe Kabila arudi kwenye madaraka. Alifanya nini miaka 18? Amefanya nini? Japokuwa tu ni kukula mikataba na wakina Kagame na kukula mikataba na M23 samani na kula mikataba na hao watu wote. Amefanya nini? Pesa nyingi zimekwenda Rwanda ambazo zinapatikana pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alikuwa ni mikataba hapa na hapa anakubali. Wakati M23 walikamata mji tena wa Goma mwaka 2012 na 13 kama sijakosea, walimwambia masharti makubwa, tunataka wanajeshi wote wa M23 waingie serikalini na wapate vyeo. Ndivyo walivyokuwa. Yani jeshi la FRDC lilikuwa ni Wanyarwanda mtupu. Watu wote ambao wanapatikana maeneo zote za zone ya Fizi walikuwa wanaogelea kwenye Tanganyika. Yani hakuna kuongea. Ukiingia huku general ni Mnyarwanda, sijui meja, sijui nani, wote Wanyarwanda. Ilikuwa ni hatari sana. Watu walitawala kwenye muhula wa Joseph Kabila, na yeye mwenyewe tena watu wana comment kwenye comment wanasema ni Mnyarwanda pia, na ni kweli ndivyo ilivyo. Na pia anafikiri raia gani kwa sasa namkubali Joseph Kabila? Hata ukisema kwamba utakuja kuwa president, nani atakukubali kwa sasa? Tumeona comment zimeweza kutiririka nyingi sana kwenye taarifa zetu za habari ambazo tulirusha tarehe 11. Watu wanaonesha nia zao, hawamtaki. Lakini pia ameweza kuingia Goma kimficho. Kama ni mtu wa kweli, kwa nini aingie kimficho? Kwa nini asiojiane na sisi watangazaji? Kwa nini asijionesha? Ameingia kimficho, alafu tena tukasikia ameingia kwenye mji wa Bukavu tena kwa mficho. Kwa nini asionekane? Na watu wa Kinshasa walimsubiri sana, wakiwa wanasema alipanda kwenye aeroporo ya Injili na arudi tena pale. Kama ni mwanaume arudi tena maeneo yale. Watu wakiwa na chachamaa, wakiwa wanasema arudi tena. Channel yako ni Bora Muteba TV. Tunaingia sasa kwenye uchambuzi wetu kupitia channel yako Bora ya Muteba TV. Uchambuzi wetu unagonga moja kwa moja maeneo ambapo ni Goma, pale ambapo wazalendo wameingia. Je, wataweza kumiliki mji wa Goma? Kumbuka mji wa Goma ni mji mkubwa sana ambao ni mji wa kibiashara. Kudhibiti ule mji ni hatari sana, lakini mapambano yamefanyika. Juzi yalifanyika kwenye milima mbalimbali ya Nyiragongo, huko ndiko ilikofanyika. Lakini leo imefanyika ndani ya mji, huku ikisadikika vizuri FRDC kikosi kipya ambacho akili rushwa, kwanza wana mishahara mizuri, wanaandamana na wazalendo. Kwa hiyo miji itagombolewa. Lakini uchambuzi mwingine na watu wanazidi comment wakizidi kusema kwamba inatakiwa wazalendo wanapatikana Nyangezi, amkeni. Mnalala sana maeneo yale. Raia wanakasirika sana, alafu kwenye comment wanaandika mambo mengi, wanasema amkeni wazalendo ambao mnakaa maeneo za Nyangezi kuko, ndio mlifanya kazi nzuri juzi, endelee na kazi ingine Bukavu. Wenzenu wameshaingia Goma na nyinyi ingieni Bukavu. Ndio maoni ya watu wanaotufuatilia kwenye channel Bora ya Muteba TV. Channel ni ya kwako samani, channel ni ya kwako, inazidi kukupakulia kila ambacho kinachowezekana kwenye channel yetu. Amkeni Uvira, Nyangezi, Kamanyola, amkeni Walungu, amkeni wazalendo, amkeni. Wanahitaji mpiganishe au ambao wako huku Goma wameshaingia, na nyinyi Bukavu ingieni. Mwaskaja watu batoke maeneo yale. Mwaskaje, japokuwa hatujajua, lakini nguvu kubwa sana ya wanajeshi wa kutoka serikalini ambao walikuwa washamaliza kazi, ambao wanapatikana serikalini, wametoka kabisa, wameingia kwenye mji mkubwa wa Kisangani na kuingia Walikale na kuingia Masisi na kuingia Goma. Jamani, wazalendo wako Goma pamoja na FRDC. Vifaa vipya, kila kitu kipya. Channel yako ni Muteba TV. Tukutane tena kwenye taarifa za habari zingine zitakazoendelea hapa. Hii ni taarifa ya asubuhi kwa wale ambao kwa Marekani, na mchana saa 7 kabisa
kwa wale ambao wako Afrika. Wale ambao wako Afrika, jioni ya saa 1 saa 2 mtapata taarifa zingine za habari kutoka channel ya Muteba TV. Lakini wale ambao wako Marekani, ikifika tu saa 5 ya asubuhi taarifa zingine zinapanda, na hizo zitakazokuwa taarifa za kujua kile ambacho kinachoendelea tena kwenye mji wa Goma, ni kitu gani kinachoendelea kwenye uwanja wa vita, huku wazalendo wakizidi kuchanja mboga, wakizidi kuchukua maeneo makubwa na madogo. Ndio hivyo sasa. Mambo yamekangala. Wakati hawa M23 walikuwa nakosa mishahara, huyu Joseph Kabila aliweza kuingia hapo kwenye mji wa Goma, japokuwa hatujamuona sisi, lakini imedhibitishwa hivyo ameingia kwa mficho, wakati M23 walikuwa wameshaanza kukosa samani, kukosa mishahara. Wamempigia siku sababu yeye ndio bosi wao, alikuja na pesa akawalipa hivyo kwa sababu wana muda mrefu wana njaa. M23 ya hatari, ndio maana wanapiga watu fimbo, wananyang'anya mali za watu maeneo yale. Kwa hiyo ndio hivyo Kabila alienda kuwalipa M23, lakini hali ni mbaya, hakuna mabunduki, hakuna RAM4. Kwa hiyo wanazidi kupigwa, na ndio maana wanawapa habari, wanawaambia tokeni mapema DRC, kwa sababu kabla gari zenu zikingaliki na mafuta, mkingaliki vizuri, tokeni haraka. Mkikaa hapa mnazubaa, itakula kwenu, mtatembea kwa miguu mpaka Rwanda. Mngana na magari, mngani na mafuta, angalau mngana na kapesa, ameni haraka maeneo, kwa sababu mtakufa kama mbolea. Channel ni Muteba TV, endelea kusubscribe, like, comment and share. Tukutane tena panapo majaliwa kwenye taarifa zingine. Ciao.